Mpenzi wa Malaika TV, hii ni Leo Katika Historia, sehemu pekee ambapo utakutana na historia mbalimbali zilizotokea siku na tarehe kama ya leo miaka kadhaa nyuma, na kupeleka mpaka mwaka 1927 ambapo siku kama ya leo tarehe 21 ya mwezi Mei, mwanaanga wa Kimarekani Charles Lindbergh alikamilisha uundaji wa ndege ya mtu mmoja almaarufu kama solo flight, ambapo kwa siku hii ndege hii iliruka kutoka New York Marekani hadi Paris Ufaransa na kutumia muda wa masaa 33. Charles Lindbergh alizaliwa Detroit, Michigan, Marekani na kukulia Minnesota, na alisoma chuo cha Madison. Katika makuzi yake alipewa jina la utani la Lucky Lindy, na hili litokana na ukweli kwamba majaribio yake mengi yaliokuwa akifanya yalikuwa yakifanikiwa, hivyo wenzake walimuona kama mtu mwenye bahati. Ulimwengu wa anga unamkumbuka kwa ugunduzi wake huu mkubwa, na hadi leo hii inasemekana ni moja ya gunduzi kubwa katika ulimwengu wa usafirishaji wa anga. Na kufikisha mpaka tarehe 21 ya mwezi Mei mwaka 1991, ambapo ilikuwa siku mbaya sana na la majonzi kwa taifa la India, kwa ndugu Rajiv Gandhi aliyekuwa waziri mkuu wa India aliuawa kwenye shambulio la bomu la kujitoa muhanga. Rajiv Gandhi alihudumu kama waziri mkuu wa India kuanzia mwaka 1984 mpaka mwaka 1989, na katika historia ya taifa la India Rajiv Gandhi anatajwa kuwa waziri mkuu aliyepewa madaraka ya waziri mkuu akiwa na umri mdogo. Alihudumu katika nafasi ya waziri mkuu kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 40 tu. Watu wengi wamekuwa wakichanganya na kuhisi kwamba Rajiv Gandhi anatoka familia au ana vinasaba na familia ya Mahatma Gandhi, baba wa taifa la India, lakini ukweli ni kwamba Rajiv Gandhi hana uhusiano wowote na familia ya Mahatma Gandhi. Wanawake oye! Nimesikilizia, najua mtaitikia oye, na kuleta mpaka mwaka 1932 tarehe 21 ya mwezi Mei, ambapo mwanamama Emilia Earhart aliwatoa kimasomaso wanawake wote kwa kuwa mwanamke wa kwanza rubani aliyerusha ndege ya mtu mmoja almaarufu kama solo flight kuvuka bahari ya Atlantic. Dunia inamtambua Emilia kama mwanamke shujaa aliyehimiza wanawake duniani kuondokana na mapokeo potofu na kushiriki katika kazi ambazo jamii iliziona zinafaa jinsia ya kiume pekee, kama kazi za usafirishaji wa anga. Vile vile dunia inakumbuka tukio la kusikitisha la kupotea kwa Emilia na rubani mwenza wake ambao lilitokea mwaka 1937. Hiyo ni story ya siku nyingine, ambapo walipojaribu kuvuka bahari ya Pacific. Baada ya ulimwengu wa anga kupoteza Emilia, inaendelea kumkumbuka kama mwanamke shujaa kuwahi kutokea kwenye ulimwengu wa anga. Umewahi kufikiria mtu anaweza kuzikwa mtoni? Najua bado. Na kurudisha mpaka mwaka 1542 tarehe 21 ya mwezi Mei, ambapo Hernando de Soto, mpelelezi wa Kihispania na mtu anayesadikika kugundua na kuvumbua mto Mississippi, alifariki kwa kupata homa kali na kuzikwa hapo hapo mtoni Mississippi, na kuwa binadamu wa kwanza kwenye historia toka dunia iumbwe kuweza kurekodiwa kuzikwa mtoni. Katika usia wake, Hernando de Soto alitamani atakapofariki azikwe Badajoz, mji aliozaliwa, ila hapo ndipo wahenga wetu wanaingia kwa kusema kuwa mipango sio matumizi, hali iliyopelekea Hernando de Soto kuishia kuzikwa mtoni Mississippi. Tumekuwa tukiaminishwa kwamba mapenzi yalizaliwa Tanga, Leo katika historia na kujiuza kuwa hata kama yalizaliwa Tanga, lakini yalikuwa yakiandikiwa huko Uingereza, na kuleta mpaka mwaka 2000, miaka inayokaribiana na Gen Z, sijasema watoto 2000. Tarehe 21 ya Mei ya mwaka 2000, ulimwengu wa mahaba ulimpoteza Barbara Cortland, mwandishi nguli wa riwaya za mapenzi, ambaye katika umri wa hai wake
alisadikika kuandika zaidi ya riwaya 700 na alifariki akiwa na umri wa miaka 98. Baadhi ya riwaya alizoandika ni kama The Castle of Fear, Afraid, The Leaping Flame na kubwa iliyotikisa dunia ya The Cave of Love. Swali ni, are you romantic kuliko Barbara Cartland? Je, tukikupa karatasi uweze kuyaandikia mahaba, unaweza ukaandika hata page 2, achilia mbali riwaya 700? Hapa ndo tunatamatisha leo katika historia tarehe 21 Mei. Nukta ya leo inafungua tarehe nyingine. Tukutane leo katika historia.